to God. Kutoka tuingie hapa, hiyo jina limetajwa mara mingi sana. Praise be to God. Sijui kama nyinyi mmegundua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye alianzia kutuongoza kwa maombi alisema tushukuru Mungu. Praise be to God. Kumalizia kwake pia akatuambia inua mikono yako ushukuru Mungu. Praise be to God. Praise be to God. Na mimi pia nakuja kukuambia kushukuru ni kwa maana sana. Praise be to God. Na nitaangalia kwa ufupi maana hii topic ni kubwa sana. Nitaangalia kwa ufupi kwa sababu ya muda. Praise be to God. Nataka tusome. Niwekee kwa Kiswahili please. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisome. Kulikuwa na mtu mmoja mjini Rama katika nchi ya milima ya Efraimu aitwaye Elikana wa kabila ya Efraimu. Yeye alikuwa mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, wa mwana wa Tohu, mwana wa Sufu. Elikana alikuwa na wake wawili, mmoja aliitwa Hana na wa pili Penina. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Kila mwaka Elikana alisafiri kutoka Rama kwenda kuabudu na kumtabikia Mwenyezi Mungu wa majeshi kule Shilo. Huko watoto wawili wa kiume wa Eli, Hofni na Finehas, walikuwa makuhani wa Mwenyezi Mungu. Kila wakati Elikana alipotoa dhabihu, alimpa mkewe Penina fungu moja la nyama la tabiko na fungu moja kwa watoto wake wa kiume na wa kike. Lakini Elikana alimpa Hana fungu moja, ingawa alikuwa anampenda sana. Na Mwenyezi Mungu hakuwa amemjalia watoto. Lakini Penina, mchokozi wa Hana, daima alikuwa akimkasirisha vikali na kumuudhi Hana kwa kuwa Mwenyezi Mungu hakumjalia watoto. Mambo haya yaliendelea mwaka baada ya mwaka kila mara. Kila mara Hana alipokwenda kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, Penina alimkasirisha Hana hata ikawa Hana analia na kukataa kula chochote. Elikana mumewe kila mara alimuuliza, "Kwa nini unalia? Kwa nini hutaki kula? Kwa nini una huzuni moyoni mwako? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 12? Watoto 10 wa kiume?" Siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kukunywa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, Hana akasimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na mwimo wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hana alikuwa na huzuni sana. Na alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, akawa analia kwa uchungu. Akaweka nadhiri akisema, Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu utayangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuka mimi bila kunisahau mimi mtumishi wako, ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyo awe wako maisha yake yote. Webe hautapita kichwani mwake. Hana aliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, na kuhani Eli akawa anaangalia midomo yake. Hana alikuwa akiomba kimoyomoyo, lakini midomo yake ilikuwa inacheza, ila sauti yake haikusikika. Hivyo Eli akafikiri kuwa Hana amelewa. Kwa hiyo Eli akamwambia, "Utaendelea kulewa hadi lini? Achana na kunywa divai." Lakini Hana akamjibu, "Sivyo bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye tabu mno. Mimi sijanywa divai wala kinywaji kikali, bali nimekuwa nikimtolea Mwenyezi Mungu yaliyomo rohoni mwangu. Usinidhanie kuwa mimi ni mwanamke asiyefaa kitu. Kwa muda wote huu nimekuwa nikisema mahangaiko yangu na taabu yangu." Ndipo Eli akamwambia, "Nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli akupe kile ulichomuomba." Hana akasema, "Naomba nami mtumishi wako nipate kibali mbele yako." Hana akaenda zake, akala chakula na hakuwa na huzuni tena. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni historia Hana, na tunaona kwamba kuna kitu ilikuwa inamtatisa. Praise be to God. Kuna yale mambo Mungu alikuwa amempa. Alikuwa amempa doa, amempa mume, na huyo mume pia alikuwa anampenda. Praise be to God. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa amemnyima.
Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na mtoto, na kila mara tunaona alikuwa anaenda katika nyumba ya Bwana. Praise be to God. Na kila wakati alikuwa anapeleka tabu yake mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa kwamba kila wakati anapoenda naye Penina alikuwa anaendelea kumkasirisha. Praise be to God. Ndio Biblia inatuambia aliendelea tu kumkasirisha. Praise be to God. Mpaka ikafika mahali moyo wake ukajawa na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona aliendelea tu kuomba. Na wakati aliendelea kuomba, moyo ukajawa na huzuni, na siku moja hata sauti ikakosa kutoka. Praise be to God. Ni kulia tu. Na mpaka Eli akaona ni kama huyu Hana alikuwa amelewa. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna ile huzuni ilikuwa imejaa moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Na najua wengi wetu hapa, haleluya, tumekuwa kila wakati tunakuja katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila Wednesday, Sunday, Friday, praise be to God. Tuko mahali hapa kwa sababu kuna kitu tunataka Mungu atufanyie. Praise be to God. Najua mahitaji yetu ni tofauti. Huyu Hana ni mtoto alikuwa amekosa. Praise be to God. Lakini kuna mambo mengine alikuwa amepewa. Praise be to God. Na sisi pia kuna mwingine hapa kati yetu ni doa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuumba vizuri. Si kuna walemavu tunaona, wengine hawana miguu, wengine hawana macho. Praise be to God. Lakini unakuta kuna mtu hana doa lakini ameumbwa vizuri. Praise be to God. Na ndio maana ako hapa sababu analia Mungu afungue njia za doa. Praise be to God. Mwingine ni kazi, akona mume, akona watoto, akona kila kitu lakini hana kazi. Praise be to God. Kwa hivyo matumizi yake hawezi kuyatimiza vizuri kwa sababu hana kitu. Praise be to God. Na ako mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ile kitu imekuleta wewe itaje. Praise be to God. Na ndio tunaona Hana hapa hakukoma, alikuwa kama wewe. Wewe ambaye unakujaga kila wakati kusik Mungu, kumwambia Bwana nataka ukaniondolee hizi shida zangu. Praise be to God. Labda wewe umefika kama Hana saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimekuwa nikitazama leo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati our sister Mombi alikuwa anaendelea, wengi sana, karibu nyinyi wote walikuwa either labda watu 3 ama 4 walikuwa tu wamesimama kuomba. Praise be to God. Imefika pahali ukakuta wote mmeketi na mumejawa na huzuni, mumeangalia Mombi. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na najua labda ulikuwa unagotarania. Praise be to God. Sasa hii shida yangu itaisha siku gani? Praise be to God. Maana pia Hana alikuwa amefika hapo. Praise be to God. Hakuna sauti inatoka. Labda umeomba sana. Umekuja Wednesdays kadhaa hapa. Praise be to God. So labda unajiuliza, mimi Mungu utaniona siku gani? Praise be to God. Ni lini Bwana utatembea kwangu? Hii hali yangu ukaibadilishe. Praise be to God. Na tunaona Hana alifika mahali hapo. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba wakati Eli alimuuliza kwa nini umelewa, akamwambia mimi sijalewa, sijakunywa kitu yote kikali, lakini mimi najimimina mbele za Bwana. Praise be to God. Na akasema nimekuwa nikikuja hapa kila wakati na mwagia Mungu wangu tabu zangu. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati anaendelea tu kuomba unakuta mambo inafanya nini? Inaendelea kuwa mabaya. Maana anapotoka katika maombi, akifika nyumbani Penina ndiye huyu. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Labda hata wewe umefika mahali hapo. Unakuja kwa maombi, lakini ile shida imekufanya ukuje. Kama ni ndoa, ukifika nyumbani unakuta unachapwa. Praise be to God. Sione kama ni kufanya unafanya vibaya. Praise be to God. Maana siku yako inakuja kufika. Praise be to God. And who knows, it may be today. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na imani sema amen. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba wakati Eli alimwambia kwa nini umelewa, akamwambia sijalewa. Tunaona hapo 17 akimwambia, ndipo Eli akamwambia nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli akupe kile ulicho muumba. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikiwa katika haya madhabahu na kuombea Mungu. Praise be to God. So umekuja katika nyumba ya Bwana. Hicho kitu ambacho kimekulilisha umekuwa ukiomba, enda kwa amani siku ya leo. Praise be to God. Na uache huzuni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana si Biblia imetuambia
ya kwamba Hana aliambiwa enda, na huzuni yake akafanya nini? Akaiacha. Hakuwa na huzuni tena. Si ndio Biblia inatuambia? Alisema, naomba nami mtumishi wako nipate kibali. Praise be to God. Naomba hata nyinyi mpate kibali katika madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kile kinamlilisha kifike mwisho. Praise be to God. Hana akaenda zake, akala chakula na hakuwa na huzuni tena. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiendelea hapo 19 kuendelea, tukaona wakati alitoka, alienda na Mungu akamjalia mtoto. Praise be to God. Akamjalia, akapata mimba. Praise be to God. Na akapata kuzaa mtoto Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia hapo 19, wacha tusome tu kidogo hapo 19. Anasema kesho yake asubuhi Elikana na jamaa yake waliamka asubuhi na mapema, na baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu walirudi nyumbani Rama. Elikana akamjua mkewe Hana na Mwenyezi Mungu akamkumbuka. Hivyo Hana akapata mimba, kwani alisema nimemuomba kwa Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Na wewe hicho chenye utapata, unaona hicho chenye unafuatilia hivyo, kila Wednesday hapa, kila Friday hapa, praise be to God, itakuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Kwa sababu hukufanya uamuzi wa kwenda mganga. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna waganga wengi, sina kuna kwingi ungeenda kutafuta, lakini umekuja kwa Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Na huyu Samueli ukiangalia, Samueli alikuwa mtu wa nguvu sana. Tunasomanga historia yake. Praise be to God. Ni mtu tunajifunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hicho kitu unatafuta, Mungu akikupea, ukipokea siku ya leo, haitakuwa ya huzuni. Praise be to God. Itakuwa kitu ambacho hata uko wako ama sijui nitaita aje, watoto, yani vizazi kwa vizazi watakuja kujua kwamba kuna pahali Mungu alifanya nini? Alikubariki. Praise be to God. Kwa hivyo tukaona wakati Hana alipojaliwa mtoto, juu alilia mpaka ikafika pahali akaweka nadhiri mbele za Mungu. Akasema, Mungu ukinijalia mtoto wa kiume nitampeleka kwa nyumba lako. Praise be to God. Na tunaona wakati Hana alipewa mtoto, wakati alimwachisha kunyonya, alimpeleka mbele za Mungu. Praise be to God. Na tukiangalia hapo 24, hakuenda peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Alienda na shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome 24, inasema alipomwachisha kunyonya, alimpeleka pamoja na fahali wa miaka 3, gunia la unga na kiriba cha divai. Hana alimuingiza mtoto kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, naye mtoto alikuwa mdogo tu. Walipokwisha mchija yule fahali, walimpeleka mtoto kwa kuhani Eli. Hana akamwambia, Bwana wangu, kama iishivyo roho yako Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyekuwa anasimama mbele yako akimuomba Mwenyezi Mungu. Nilimuomba anipe mtoto huyu, na yeye alinipa kile nilichomuomba. Kwa sababu hiyo mimi ninampa Mwenyezi Mungu mtoto huyu wakati wote atakapokuwa hai. Ametolewa kwa Mwenyezi Mungu. Halafu wakamwabudu Mwenyezi Mungu hapo. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu Hana ni mtu mwerefu. Maana alijua hii kitu niliomba kwa Mungu. Praise be to God. So alirudi pale pale alipokuwa analia. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia Mungu, mimi ni yule mwanamke, nilikuwa na keti hapa, nilikuwa nalilia hapa, unipe mtoto. Na kwa sababu umenipe mtoto, nimekuja kufanya nini? Kurudisha shukrani. Praise be to God. Kwa hivyo mimi nataka kuwafundisha kuhusu shukrani. Praise be to God. Maana wakati wowote unasema asante kwa Mungu, unafungua milango mingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona Hana wakati alipewa Samueli na wakati alirudisha shukrani, Mungu alimuongezea watoto wengine. Wengine wangapi? Alipewa watoto wa kiume 3 na mabinti 2. Praise be to God. Kwa hivyo ukirudisha shukrani, Mungu naye hufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Najua sisi wote tunakujaga hapa tunangojea Mungu. Praise be to God. Kwa sababu kuna mtu wetu mmoja Mungu amempa kibali. Praise be to God. Yaani ako na gift ambayo sisi wote hatuna. Praise be to God. Inaweza kuwa labda uko nayo wewe lakini haijafanya nini? Haijaanza kufanya kazi. Praise be to God. Maana katika Efeso 4:7 kiendelea hapo inatuambia
Mungu ametupa sisi wote zawadi. Praise be to God. Na akapea wengine manabii, wengine ni walimu. Bwana wasifiwe. Hata tumewekewa hapo. Inasema kila mmoja wetu amepewa neema kadri ya kipimo alichojaliwa na Kristo. I think ni hapo 14 inasema. Hebu enda hapo 14 imesema. Endelea tena. Kuna hapo chini imesema wengine wakapewa manabii, wengine iko hapo tu chini, endelea tu. Acha niangalie. Kuna pahali imesema Mungu ndiye aliwapa vipawa, wengine wakapewa zawadi. Okay, asante. Ndiye aliyewapa watu zawadi. Praise be to God. Wengine aliwajalia wawe mitume, wengine manabii, wengine wawe waeneza injili, wengine wachungaji na walimu. Praise be to God. Kwa hivyo hata wewe uko hapo uko na kipawa. Praise be to God. Mpaka hao tunaonaga waganga. Praise be to God. Mungu pia amewapa hizo vipawa. Praise be to God. Lakini wakazitumia vibaya. Praise be to God. Kwa sababu wanazitumia kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale mnaona wenda wazimu, kila mtu ako na kipawa chake. Praise be to God. Na tunaambiwa Mungu anatuambia yeye ndiye aliwapa kila mtu zawadi. Praise be to God. Na inatuambia hiyo zawadi umepewa, Mungu amekupea neema ya kuifanya. Praise be to God. Kwa hivyo tuko mahali hapa kwa sababu Mungu ametupa nabii. Praise be to God. Kwa hivyo kama wewe uko mmoja wa kusikiza wale wanasema hakuna manabii, kunao. Praise be to God. Ni vile kuna wale ambao hawatumii njia za Mungu, lakini kuna wale wanatumia njia za Mungu. Praise be to God. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiki kipawa Mungu ametupea. Praise be to God. Na kupitia hii kipawa ya Reverend Mungu amempea, ndio mimi na wewe na wengine tumefunguliwa, tumefika mahali hapa. Praise be to God. Kwa hivyo tusifike pahali pa kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwimbaji aliimba akasema Mungu nikubushe nikisahau. Praise be to God. Lakini mimi sitakagi kuambia Mungu hivyo. Namwambia Mungu nisaidie, niwezeshe nisifanye nini? Nisisahau. Praise be to God. Kwa sababu Mungu akikuja kukukubusha, hakujagi yani na urahisi. Praise be to God. Maana ukipelekwa urudishwe pahali ndio ushukuru, haikuwagi rahisi. Praise be to God. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya hiki kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Maana siku moja nilikuwa kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi mwenye alinileta hapa ama mwenye alinielekeza kila wakati alikuwa anatuambia kujeni nawaalika katika chachi yetu, but hatukuwa tunataka kukuja. Praise be to God. Lakini wakati shida zangu zilinileta, zilikuwa mingi. Maana ndoa ilikuwa imeisha. Praise be to God. Nikaletwa mahali hapa. Sasa hiyo tulikuwa pale, ilikuwa back 2018. Praise be to God. So sikuwa nikiwa hivi, sikuwa pastor. Praise be to God. Lakini ilikuwa njia za Mungu za kuniconnect mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. So wakati nililetwa, nilikuwa nakaa tu laini venye mnakaa. Praise be to God. Nagojea sana juu hata mimi maombi yangu ilikuwa dakika 2. Praise be to God. So nilikuwa nakaa nagojea. So kwa maombi sikuwa nataka sana. Nilikuwa nauliza wamalize haraka. Kugosha nilikuwa napenda sana. Sasa alafu tuingie kwa huduma. Praise be to God. Na nashukuru Mungu kwa sababu kupitia mahali hapa ama kupitia kisima hiki na kupitia mchungaji wa Mungu ameenda akinielimisha mengi sana. Praise be to God. Kwa sababu kuna siku alinipita. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naenda hivi, alafu akaniruka, kaenda hivi. Hakunihudumia hiyo siku. Praise be to God. Na nilikuwa mgeni sana. So wakati nilienda nyumbani nilisikia tu kulia na nikalia. Praise be to God. Lakini wewe usiende kulia. Praise be to God. Maana haja yangu ilikuwa aniongereshe. Praise be to God. So wakati alinipita nikashindwa, mbona nimepitwa?
na nilikuwa na haja sana. So sikuwa na haja ya kusikiza mahubiri, sikuwa na haja. So nilienda nyumbani empty. Praise be to God. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu saa hii hata asiponihudumia, najua kupitia wewe na yule mwingine mmehudumia, hata mimi Mungu amefanya nini? Amenihudumia. Praise be to God. Najua ya kwamba hata nikikuja hata asiniongereshe, najua hata kuomba kwangu na kusifu Mungu kwangu kuna njia zimefanya nini? Zimefunguka. Praise be to God. Yaweza kuwa naweza jipigisha sana kwa Mungu, ama yaweza kuwa vibaya sana nikuje siku moja nijione sasa mimi ni pastor. Praise be to God. Nianze kusahau ama kumdharau. Praise be to God. Maana vile nilikuja hapa kiroho si venye niko. Praise be to God. Kwa hivyo lazima niendelee kushukuru na kumwambia Mungu ni asante. Praise be to God. Maana nisipoendelea kushukuru na kuheshimu watumishi wa Mungu, na mimi Mungu ataendelea kuniinua kiwango na kiwango. Praise be to God. Nashukuru Mungu kwa sababu mwenye alikuja hapa hata kuongea hata kuomba hawezi. Hata hii kipawa sauti nilikuwa naogopa sana, nilikuwa naiondokea sana. Praise be to God. Hata kukaa hapa kuombewa sababu ya fungu la 10, nilikuwa nauliza atamaliza lini niende niketi. Praise be to God. Lakini Mungu alikuwa ananiandaa. Kwa hivyo sifa na shukrani zifanye nini? Zimrudie. Praise be to God. Nataka kukutia moyo wewe uliye hapa, ambaye unaona kama maisha yako imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. So wakati hata Mungu alisema ataniinua nimwagiriwe mafuta. Hata hii kushika nilikuwa nashika hivi. Kitu ya kwanza nilikuwa na uoga, ya pili aibu, kusimama mbele ya watu kama nyinyi ilikuwa ni shida sana kwangu. Praise be to God. Lakini saa hii naweza shika, naweza imba, praise be to God. Naweza ruka, Bwana Yesu asifiwe. Naweza wachekesha. Si umecheka? Bwana Yesu asifiwe. So siwezi, lazima niambie Mungu ni asante. Usione kama ni kidogo hicho kitu umepokea. Praise be to God. Hata kama kuna kitu ulikuja hapa ukapokea kidogo na kuna ile kikubwa unatarajia, hebu kwanza shukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Praise be to God. Mungu hataki kitu kingine, ni kuinua mikono yako na kumwambia Mungu unastahili. Praise be to God. Kwa sababu kushukuru Mungu unampa nini? Utukufu. Praise be to God. Kushika hii microphone na kuimba sigeweza. Praise be to God. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametupeleka hatua ingine, hatua kwa hatua. Si ni yeye ametupa zawadi. Praise be to God. Ametupa vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tupigie Mungu makofi kwanza sababu ametuwezesha kanisa hii kutoa nyimbo 2 za kwaya. Praise be to God. Tutashangilie Bwana kwa makofi. Hatuchukului hii jambo kama kawaida. Praise be to God. Na wimbo yetu ya kwanza inaongea kuhusu kushukuru. Praise be to God. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake. Maana kufika hapa si uwezo wetu na si nguvu zetu. Praise be to God. Hebu angalia mwenye aliingia hapa hata kuiba hawezi, kuomba hawezi. Praise be to God. Lakini saa hii niko mahali hapa. Praise be to God. Nampa Mungu shukrani zote. Bwana Yesu asifiwe. So unataka kukutia moyo ya kwamba kila wakati unampa Mungu shukrani, unafungua milango ingine ya baraka. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie Psalms. Twende Psalms 50 hapo 14. Psalms 50:14. Amen. Acha nisome yangu. Inasema shukran iwe ndio dhabihu yako kwa Mungu. Mtimizie Mungu aliye juu ahadi zako. Bwana Yesu asifiwe. Yakwamba shukran iwe ndio tabiko yako kwa Mungu. Praise be to God. Yakwamba kila wakati kwa maombi yako lazima kuwe na shukurani. Praise be to God. Shukuru Mungu. Hata kuamka asubuhi mwambie ni asante. Praise be to God. Hata kama huna chakula,
hata kama huna nini, mwambie kwanza ni asante kwa sababu uko na uhai, so uko na hope ya kesho. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Si hata kama mashida zimetuleta mbio, hapa sioni mwenye ako uchi. Praise be to God. So tunashukuru Mungu kwa sababu si ametupe manguo. Bwana Yesu asifiwe. So hata hiyo ingine gari tunataka, na hiyo nyumba nzuri, na hizo mambo zingine tunataka, Mungu atatupea. Praise be to God. So anatuambia kila wakati tumpe shukurani. Na hapo 15 anatuambia kwamba uniite wakati wa taabu, nami nitakuokoa, nawe utaniheshimu. Praise be to God. Ya kwamba ukishamshukuru Bwana, si umemshukuru kwa sababu ya hiyo kidogo amekupea. Praise be to God. Asubuhi amekuamsha, mshukuru. Amekufikisha mahali hapa, mshukuru. Praise be to God. Mwambie hata kama analia. Praise be to God. Niko uhai. Sababu saa hii ukienda katika makaburini, watu wengi wamelala huko. Praise be to God. Si kumaanisha ati sisi tuko hapa tuko wazuri kuwaliko. Praise be to God. Ni God's mercy tuko uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo jambo ambayo uko uhai, wewe mtukuse Bwana, umwambie ni asante. Praise be to God. Na kumwambia ni asante unaompa utukufu. Praise be to God. Na anaendelea kukufungulia njia. Kwa hivyo hiyo kitu kingine unahitaji, maana anatuambia seek first the kingdom of God first, and the rest shall be added unto you. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mlimtafuta kwanza, si ndio maana mko hapa juu mnamtafuta. So the rest will be added unto you. Praise be to God. Good health shall be added unto you. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu imekuleta, utaongezewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anatuambia nipeni shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi muniite wakati wa taabu, nami nitafanya nini? Niite wakati ndoa yako imeharibika, na mimi nitafanya nini? Takuitika. Biashara ikienda chini, niite na mimi nitakuitika. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushaifanyia mtu kitendo ama ushaimshikilia vizuri mpaka ukajinyima, alafu unaona huyo mtu hakurudishi shukrani, hata kukuambia tu asante. Unasikiaga namna gani? So unasikia roho imeinama. Praise be to God. Lakini ukimuonyesha aki umenisaidia, asante, Mungu akubariki, huyo mtu hata akienda apate baraka zingine atafanya nini? Atakupe. Praise be to God. Na hivyo ndivyo tu hata Mungu wetu hufurahia. Wakati tunamrudishia shukrani, tunamuonesha kwamba kuna jambo ametutendea na imetufurahisha. Praise be to God. Kwa hivyo wacha tukue watu wa kufanya nini? Wa kurudisha shukrani, ili tunapoita Mungu wakati wa shida zetu, naye apate kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Tukibie Psalms 92:1. Psalms 92:1. Niko karibu kumaliza. Amen. Nasema ni vema kushukuru ni vema kukushukuru Mwenyezi Mungu, kuliibia sifa jina lako Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tunaambiwa na Biblia ni vema kushukuru. Praise be to God. Na kumuimbia sifa. Sasa hii leo nimeona tumeimba, si kama Wednesday. Leo tunaona tumesifu vizuri. Si ni kweli? Tusifingi hivyo na tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata wakati tunamsifu, tunampea shukrani. Praise be to God. Unaona wakati unamsifu vizuri, umefurahia, anafurahia pia. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona wengine hata watafunguliwa wakati wa hizo nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hapo pengine. Ni vema kutangaza fadhili zako asubuhi. Praise be to God. Kwa hivyo wakati unaamka, tangaza fadhili za Bwana. Praise be to God. Au na uaminifu wako nyakati za usiku. Praise be to God. Kwa hivyo uaminifu wa Bwana umpe nini? Ukifika usiku mwambie ni mwaminifu. Praise be to God. Kwa hivyo tunaambiwa kutoka asubuhi mpaka jioni, kila wakati shukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Kuna kitu tunashika? Yes? Nasikia mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Si tutachukua watu wa kushukuru Mungu. Amen. Twende Psalms 81:13. Psalms
81:13. Amen. Inasema, laiti watu wangu wangenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Laiti Glorious ingenisikiliza. Praise be to God. Laiti sisi Mungu ameleta mahali hapa siku ya leo wangenisikiliza. Laiti Israeli angefuata njia yangu. Praise be to God. Na leo nataka hiyo njia iwe ni ya kushukuru. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Ningewashida maadui zao haraka. Praise be to God. Ati laiti tugesikiliza Mungu. Na ale korwo twathikiriria Ngai. Praise be to God. Laiti tugemsikiliza na kufuata njia zake. Praise be to God. Angetushidia maadui zetu kwa haraka. Praise be to God. Kwa hivyo tusipofuata njia za Mungu, ni sisi tuna delay baraka zetu. Ni sisi tunaruhusu maadui kufanya nini? Kutushida. Praise be to God. Maana anatuambia tugesikiliza na tufuate njia zake, angetushidia maadui zetu asubuhi. Praise be to God. Ningenyosha mkono dhidi ya wadhalimu wao. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Wanichukiao wangenipigia magoti kwa hofu, na adhabu yao ingekuwa ya milele. Haya. Lakini wewe nani? Lakini Amen. Lakini mimi ningekulisha kwa gano bora. Praise be to God. Ningekushibisha kwa asali ya mwambani. Praise be to God. Lakini mimi ambaye nafanya nini? Najua kushukuru. Praise be to God. Lakini wewe ambaye unajua kufanya nini? Kushukuru na kujua si kwa nguvu zako zimefanya ukue mahali hapo. Praise be to God. Na kujua kuna watu wanajifunanga, wanasema mimi sijaifanya, mimi sijawahi lala ja, mimi sijawahi. Praise be to God. Anakosa kuweka Mungu hapa. Mimi Mungu amenisaidia, nampa utukufu kwa sababu hajai niachilia nifanye nini? Lakini usione kama ni nguvu zako. Anatuambia lakini wewe ningekulisha kwa gano bora. Kumaanisha gano bora si gano tu, lakini kila kitu ambayo unahitaji. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu ambayo unahitaji sana, hiyo kitu unaambia Mungu unahitaji kwa dharura. Praise be to God. Ako nacho. Praise be to God. Na anakuambia ungenisikiliza na utimize. Bwana Yesu asifiwe. Nitakulisha kwa ngano bora, nikushibishe. Praise be to God. Kwa asali ya mwambani. Bwana Yesu asifiwe. Si tutaendelea kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Psalms 105:1. Psalms 105:1. Mshukuruni Mwenyezi Mungu, tangazeni ukuu wake. Yajulisheni mataifa mambo aliyoyatenda. Praise be to God. Kwa hivyo wakati unabarikiwa usinyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hapa tunatoaga wakati wa ushuhuda. Praise be to God. Ushuhuda, ukikuja kutoa ushuhuda hapa, unasemanga nashukuru Mungu kwa sababu nilikuja mahali hapa nikiwa na hii tabu, lakini Mungu ameona tabu zangu na amenitendea. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unakuja kuambia ama kutangaza matendo yake, hiyo ni njia moja ya kumpa Mungu utukufu. Praise be to God. Kwa hivyo kila wakati mshukuru kwa yale matendo amefanya nini? Ametenda, ndio aendelee kukutendea. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho nataka kusoma Psalms 21:13. Proverbs 21:13 ninapomalizia. Proverbs 21:31. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe ukibarikiwa, Bwana Yesu asifiwe, usije kusahau
Maana tumeona wengi, mtu anabarikiwa, anaenda huko anapata kile kilimleta hapa, amekipata hapa, anaenda na anasahau. Praise be to God. Tusiwe watu wa kusahau. Mkienda mnabarikiwa, najua wengi si wa kanisa hili. Mkibarikiwa kujeni tushukuru Mungu. Mnasema Mungu ametutendea, tunashukuru. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ili hata ukienda mambo ikue imeharibika kidogo, ukikuja kukuombea itakuwa rahisi. Praise be to God. Lakini kama uliombewa ukapata na ukaenda, hata kurudisha shukrani au kurudisha, itakuwa utatupe kazi ngumu. Praise be to God. Lakini kama wewe ni mtu wa kujua kushukuru, unakutanga milango inafunguliwa milango na ingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacheni tuwe watu wa kushukuru. Praise be to God. Maana wakati nimesema 2018 sikuwa naweza jambo lolote, nilikuwa nategemea maombi ya referee. Praise be to God. Sasa hiyo hakuwa referee, alikuwa pastor. Wednesday tukimaliza tulikuwa tunakibishana, tunapanga laini. Praise be to God. Na kutoka asubuhi mpaka jioni yeye alikuwa kazi yake tu ni kutunenea, kutuongeresha, kutuombea, kutupa hopes. Praise be to God. Inaweza kuwa ni baya sana nisahau kwenye tumetoana na yeye. Praise be to God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wewe ukibarikiwa usisahau, na sisemi hapa tu, praise be to God. Hata kama ni mtu amekutendea mazuri huko, wacha kusahau. Sababu watu wengi ambao hata mtu ameshikilia au ndio wanachukua mawe kukutupia. Praise be to God. Lakini ukikumbuka ya kwamba Mungu alisaidia huyu mtu akanishikilia na akanifukisha pahali singeweza, unamwambia Mungu ni asante. Hata kama kuna kitu amekutendea kibaya, kwanza pata hiyo moja ya kushukuru. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Inasema ya kwamba Proverbs 21:13, farasi hutayarishwa kwa vita. Praise be to God. Lakini ushindi wamtegemea Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba farasi zinatayarishwa ndio ziende vitani. Praise be to God. Lakini hata zitayarishwe namna gani, zikienda vitani, mwenye kuamrisha ushindi ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tukisema farasi ama preparing horses, tunamaanisha kuna wakati tulikuwa mashuleni. Praise be to God. Tulisoma, tulikuwa tuna prepare horses. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tukaenda tukaanzisha biashara, hiyo bado tu ni kutayarisha farasi. Praise be to God. Wengine tukaenda kufundishwa, huko ni kutayarisha farasi. Praise be to God. Lakini unaangalia, si tulikuwa shule sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Sio sisi wote tulihitimu. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mwalimu alikuwa anatufundisha, hakuwa anakuja anafundisha moja kwa masikio. Tulikuwa tunafundishwa sisi wote. Praise be to God. Lakini kuna wale watu Mungu aliwajalia wakahitimu zaidi. Praise be to God. Na kuna wale walianguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unastahili kushukuru kwa sababu wewe Mungu alikujalia ukapata hiyo alama ulipata. Praise be to God. Si kumaanisha huyu mwingine alipata alama ya chini Mungu hamjui. Praise be to God. So kitu ya kwanza shukuru Mungu kwa hiyo alama alifanya nini? Alikupea. Ndio naye akufungulia hapo pengine. Praise be to God. Naona hata ni wengi mnafanya courses, lakini unakuta kuna wale Mungu atasaidia na waendelee. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie hiyo kitu ambayo Mungu amekupea kama ni kawaida. Shukuru Mungu. Praise be to God. Hata kama unajiona uko chini namna gani, shukuru Mungu. Praise be to God. As our praise and worship wakikuja hapa mbele, juu ni kumalizia na malizia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati wote tunafanya jambo, ushindi ni nani anatupea? Ni Mungu. Praise be to God. Na ndiposa lazima tufanye nini? Tumwambie Mungu ni asante. Praise be to God. Maana wewe ulijaliwa kusoma vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu naye Mungu alikuwekea hata kama si hiyo masomo itakusaidia. Praise be to God. Kuna yule pia hakushika lolote shuleni, lakini tunawaonaga na magari makubwa. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes? Tusimame juu naona tunanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila wakati tujifundishe kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haikugharimu kitu kushukuru Mungu. Mwambie ni asante. Haleluya.
maana hata kupumua akikuondolea hiyo pumzi huwezi ishi tena. Praise be to God. Hata mimi kuhubiri hapa si kumaanisha ati mimi ndiye najua kuhubiri kuwaliko. Si ni kweli? Mungu amenipea leo najua kuhubiri kuliko wote. Praise be to God. Hapana, lazima ninyenyekee na nimwambie ni asante, kwa sababu ni mimi aliteua siku ya leo nilete ujumbe wake. Praise be to God. Kesho ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho ni mwingine. Kwa hivyo nisipomwambia ni asante, nitaendelea vizuri kweli? Siwezi. Praise be to God. Kwa hivyo kila wakati tumshukuru Mungu na tumwambie ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame kama uko na uwezo. Nataka tushukuru Mungu. Praise be to God. Taenda tu kwa ombi la kushukuru, kumwambia tu ni asante, kumwambia hakuna aliye kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Thank you God. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako Bwana kukurudishia shukrani Mungu mwema, tukisema na tukitangaza hakuna aliye kama wewe Mfalme mwema. Asante Bwana kwa kila chochote ambacho umetupa Bwana Mungu wetu, hata uhai wa siku ya leo Jehova, tunasema ni asante. Asante Bwana kwa sababu ya ukuu wako. Asante Bwana kwa sababu ya fadhili zako Mfalme mwema. Siku ya leo umetukumbusha ya kwamba unafurahishwa wakati tunakurudishia shukurani. Baba wetu tunasema ni asante, maana kutoka asubuhi Bwana umekuwa pamoja nasi Jehova. Tazama, wengi wamelala makaburini, wengine Bwana wako mahospitalini, wengine Bwana hawajiwezi Mfalme, lakini sisi siku ya leo Baba wetu tuko uhai. Sikumaanisha ya kwamba sisi ni wazuri, sikumaanisha ya kwamba Bwana tumekutendea mazuri, lakini Baba wetu kwa sababu ya huruma zako Jehova tuko uhai siku ya leo. Tuutangaze wema wako Bwana, tuutangaze ukuu wako Jehova. Baba wetu tunakushukuru, tunasema ni asante. Thank you mighty Father. Asante kwa sababu ya malazi, asante kwa sababu ya chakula, asante kwa sababu ya afya, asante Bwana hata kwa sababu ya kutuleta mahali hapa, kwa sababu tunajua kwamba kuna jambo letu siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu utazidi kututendea mema Bwana. Umetuambia tukutolee sadaka ya kushukuru, na Baba tutakapokuita wakati wa taabu Jehova utatusikia Jehova, na utaweza kututimizia katika jina la Yesu. Jehova tunakushukuru, tunakuambia ni asante, tunakuambia hakuna kama wewe, tunakuambia Baba wetu unastahili. Pokea sifa Baba wetu, ketie katika kiti cha enzi. We thank you mighty Lord. Asante Bwana kwa sababu ya utukufu wako, asante Bwana kwa sababu ya rehema. Pokea sifa Jehova, hata kwa sababu ya vipawa zetu, hata kwa sababu ya neema yako tupe Baba wetu, tukufuko tunakushukuru. Pokea sifa Baba wetu, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Pokea shukrani Bwana, wewe uishie milele. Tusaidie Baba wetu na utuwezeshe kila wakati Bwana kukumbuka pahali Mungu wetu umetutoa. Pokea sifa Baba wa mbinguni. Pendo wetu Baba wetu, tunakupenda, hakuna kama wewe Jehova, ni asante. Thank you. Endelea kumwambia Mungu ni asante. Amen. Tuinue mikono zetu mbele za Bwana, twende mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Tumwambie Bwana yeye anastahili. Tumehubiriwa kushukuru. The name of Jesus. Tumwambie Bwana ni asante mahali ameweza kufikisha, mahali ambapo amefanya utoke. Wengi tumetoka mbali, wengi tumetoka katika mambo ambayo ni mangumu, lakini Bwana hajatuashiria. Unajua ni kwamba wewe kukua uhai ni Jehova. Mwambie Bwana ni asante, mwambie Bwana anastahili. Fungua kinywa chako, unataka kusikia maombi ukimwambia Bwana ni asante kwa ukuu wake. Father, we thank you my Father this afternoon. Tunakushukuru Jehova kwa sababu umekuwa mwaminifu, kwa sababu umekuwa mwema Jehova. Tunakupa sifa Baba yetu, tunakuinua Mfalme Jehova asubuhi leo, kwa kuwa umekuwa mwaminifu Bwana. Mahali tumetoka ni uwezo wako, mahali tumefika ni nguvu zako. Tunakuinua, tunakushukuru Bwana, wewe ni mwema na mwaminifu. Tunakualika alika uwepo wa Bwana, alika utukufu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. God, we welcome your anointing, oh Father, we welcome your power, my Father, my God. Watu wako Jehova wako tayari
sikia kutoka kwako. Wako tayari Bwana ukawanenee, wako tayari Bwana ukazungumze na wao. Asante kwa neno lako Jehova. Baba, tumesikia ya kwamba Jehova, wakati Hana Jehova alienda kushukuru Bwana Mungu wetu ulipombariki na mtoto Bwana Jehova, ukamuinua ukambariki watu wengine. Tunaomba Bwana ukatupe moyo wa shukrani, katupe moyo wa kushukuru Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Give us the spirit of thanksgiving. Tunaomba Jehova, mbele za Bwana, mwambie Bwana akuinue, mwambie vile umekuja kwa hii madhabahu hautatoka vile umeingia. Jehova ako hapa, si Jehova anatenda, si Jehova ako hapa sababu yako. Oh God, you are here Lord. Wewe ni mwema na mwaminifu, uko hapa kwa sababu yangu. Ninakuita Jehova, ninakuita Baba, unishughulikie katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uwezo na nguvu zako, ninaomba utukufu wako Bwana ushuke katika jina la Yesu Kristo, ukajidhihirishe Jehova. Wewe ni mwema na mwaminifu, tunakualika kwa wema wako, tunakualika kwa utukufu wako, tunakualika Jehova mtakatifu. Watu wako wanataka kukuona, wanahitaji kuona utukufu wako. Hawajakuja kunitazama, hawajakuja kwa sababu yangu Jehova, wewe ndiye umefanya wakaingie. Ninaomba malaika wako washuke Bwana, malaika wanaowahudumia Bwana, malaika wa baraka na kibali Jehova, akashuke kwa madhabahu Jehova. Watu wako wakombolewe, watu wako wafunguliwe kwa jina la Yesu. Neema yako Jehova ikawatoshe. Kuna watu wamefika mwisho, kuna watu wamevunjika moyo, kuna watu mfalme wagonjwa, kuna watu mfalme hawajui kesho yao, kuna watu mfalme Bwana wametumiwa kifo. Tunatangaza urejesho Baba yetu, tunaomba urejesho kwako Bwana. Rejesha maisha yao Jehova, rejesha kazi zao, rejesha ndoa zao. My God, chochote shetani amenyakua, wengi wameibiwa baraka zao, wengi wameibiwa vitu vyao. I declare the mighty name of Jesus. Kuna kitu unaenda kutenda Jehova, ninaashiria uwepo wako, ninaashiria nguvu zako, ninaashiria moto wako ushuke katika madhabahu haya Bwana. Naita malaika wako, malaika wako Jehova wa deliverance Jehova. Tunaomba kutakazwa, tunaomba kufunguliwa Jehova, Jehova kwa jina la Yesu. Roho yote ushika anga zao, roho yote ukamata maisha yao. Natangaza Bwana ukashuke, ukawate kuwakomboa Bwana, ukakomboe familia zao, ukakomboe maisha yao Jehova. Hawataisha siku ya leo, wewe unakufungua njia sababu wewe ni mwaminifu. Mwambie Bwana, mwinue Bwana, mwambie siku ya leo ashuke sababu yako. Hautoki vile ulivyokuja, hautoki vile ulivyoingia. Kuna kitu Jehova atatenda. He is our God. Yeye ni mwema na mwaminifu. Yeye hachelewi, anakuja wakati unaofaa. Mwambie Bwana siku ya leo, kama kwamba umeshereveshwa, kuna mambo imekaa kama imekaa sana, mambo imeonekana ni kama imefungwa. Jehova wewe una uwezo, Jehova wewe uko na nguvu. Shuka Baba ukatende Bwana. Tunasema ni asante mtakatifu, tunakupa sifa my God, tunakuinua Jehova kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunasema asante. Inua mikono yako mwambie Bwana ni tunasema wewe ni Bwana. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu. Inua mikono. Nasema asante, Baba, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu. Baba, nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu. Inua mikono tumwambie Bwana ni asante. Tunasema hakuna kama wewe Bwana. Wewe umetenda mema, wewe mwaminifu Bwana. Baba, mioyo yetu imejawa na shukrani Bwana, tukikushukuru kwa wema wako. Sema nasema asante, nasema asante, nasema asante, Baba ewe Mungu wangu. Hakuna
Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wasema Bwana, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu. Sema hakuna Mungu kama wewe, kwamba hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hivyo ndivyo tunasema, ewe Mungu Baba, twasema asante. Oh Baba we asante. Oh twasema asante, ewe Mungu. Inua mikono mwambie twasema asante. Oh twasema, oh twasema ni asante Bwana, twasema Bwana, ewe Mungu wangu. Oh twasema asante. Oh Baba asante, twasema asante, ewe Bwana, ewe Mungu wangu. Baba, tuko mbele zako, tunakushukuru kwa sababu hatuna mwingine. Wewe ndiye uliye na ukakuwa na utakuweko Bwana. Asante sababu umetupa neema na kibali ya kuingia kwa nyumba lako. Sio kawaida Bwana. Siku ya leo watu wangeenda kazi zao, siku ya leo watu wangeenda biashara zao, lakini wameona ya kwamba wakuje katika nyumba lako Jehova. Asante utawatenda mema Bwana. Asante maana utawainua siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus, oh God. Nataka tuulize kama pana ungetaka kuokoka. Kuna mzee mmoja aliokoka, kuna mwingine angetaka kuokoka. Nataka niulize, uko hapo ungeokoka, ungetaka kuokoka? Nauliza mtu wa kuokoka. Kuokoka nyuma kama Jesus, kama ulikuwa umeokoka karudi nyuma ama ungetaka kuokoka. Nataka niulize sababu hiyo ndio njia. Amen. Oh, hakuna Mungu kama. Tafakari wema wa Bwana. Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Kuna mtu huyo ningetaka nimuombe. Kazi kubwa ni kuleta watu katika ufalme wa mbingu, na kama mambo mengine tunaambiwa tutafute ufalme wa Bwana wa Mungu kwanza. So if you don't have the kingdom, how to get the kingdom? Ni kumkubali Yesu Kristo. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, oh Bwana, ewe Mungu wangu. Kama hakuna, wacha tuombe. Baba, tunakushukuru sababu watu hawa Bwana wanakujua, na kama kuna mtu Baba hajaokoka, tunaomba Bwana ukamguze Bwana. Umesema ya kwamba wewe Baba uko tayari katika mlango kuingia. Baba, tutakapofungua mioyo yetu taingia, na hivyo ndivyo tunasema Bwana. Kuna watu mfalme ambao umesimama katika milango yao, tunaomba ukaingie na ukawatende mema Jehova. Asante maana wewe ni mwema. Tukushukuru sababu ya neno lako ambalo tumelishwa, tumelipokea kwa heshima na furaha, likawe la baraka katika maisha yetu, likawe la mfalme la kutuinua katika viwango vingine, katika jina la Yesu Kristo. Unasema neno litakuwa, neno mfalme halitaisha Bwana. Mengine inaweza kuisha, lakini neno lako Baba litadumu milele. Tunalipokea na la utukufu wako, na tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie Bwana makofi mazuri. Amen, amen. God bless you. Nitaka usalimie aliye karibu na yeye, mwambie karibu kwa nyumba la Bwana. Sema amen.